Kachelewesha tu kwa fitina, majungu, dharau na namna ambavyo yeye anaweza, lakini kuzuia lile lilopangwa na Mwenyezi Mungu katu abadani. Na hivi ndivyo ambavyo tuko katika moja ya ofisi za kihistoria. Mwaka mmoja wa Paul Makonda ambao ulikuwa umemweka kama mkuu wa mkoa wa Arusha unatamatika leo, si kwa maana ya mkoa unaisha, bali majukumu hayo ambayo yalikuwa yamepangiwa leo yanatamatika na kijiti kinakabidhiwa kwa Kenani kiongozi hapa Arusha. Hadithi ni nyingi, safari ambazo zilizokuwa zimefanyika katika kuifanya Arusha ya kipekee katika radha na mitindo ya ushirikishwaji, leo hii inahama kuhamia katika fomu ilienda kuchukuliwa jana ya ubunge. Nini kazi wa Arusha takipata katika cheo hiko, Mwenyezi Mungu akijalia yake, hayo tunapaswa kusubiri. Lililokuwepo sasa ni moja kati ya jambo la ajabu sana. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimekuja mara kadhaa hapa Arusha. Na hii ni ofisi ya mkuu wa mkoa ambayo ilikuwa anahudumu Paul Makonda. Hiyo kipindi nakuja ilikuwa inaishia hapa. Yaani kuanzia hapa mimi na Gerard tulipokaa kwenda huku ndio ilikuwa ofisi ya mkuu wa mkoa. Na haikuwa na mandhari hii. Kulikuwa kuna hizi shelves, kulikuwa kuna hizi picha ambazo zinaonyesha radha, testi hiyo radha ya Arusha, na hichi kipande chote kuanzia hapa kwenda huku na haya mambo ya asili ya Arusha haya kuwepo. Sasa nina mambo mengi ambayo mimi na Gerard tunataka kuyafahamu. Nini kinatokea? Sisi tumezoea bwana Gerard, na kumbukumbu inatuambia baadhi ya viongozi waliozitengeneza ofisi wakati wanaingia ofisini wakijipakulia minyama walingoa mpaka vitasa. Hatutamtaja mtu jina. Lakini tofauti sasa, Paul Makonda anaondoka katika ofisi hii akiwa ameiboresha sana. Mimi mheshimiwa, nitataka nianzie na swali hili. Ninaweza likawa kidogo nimekaa katika namna ya kiuchokozi, lakini karibu utuambie namna ambavyo unaiaga Arusha, lakini kwa kuanzia mwisho wa ufunguzi wa kwako nitatamani sana kufahamu maajabu haya. Tumezoea viongozi wengi hasa wa siasa hawa, sio wa kiimani, wakiondoka katika ofisi vile thamani zile alizoziweka vitasa na nini wanangoa. Sasa wewe tofauti kidogo, ndio kwanza umeiboresha hii ofisi, haikuwahi kuwa na zulia hili jekundu. Karibu. Asante. Kwanza nianze kwa kuwakaribisha. Karibuni Arusha. Sisi wakazi wa Arusha tunapopata wageni ndio tunapata faraja. Anasema mgeni njoo mwenyeji apone. Lakini pili nitumie fursa hii adimu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa afya njema na kuturuzuku uhai na nafasi mbalimbali katika nchi yetu, jambo ambalo lilipelekea nami kuaminiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, ambaye nimetimiza mwaka mmoja katika mkoa huu. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais, akiwa ni mtu wa pili kwa shukrani kuanza kushukuru, tukianza na Mwenyezi Mungu kwa upendo wake na namna ambavyo ameniwezesha kushiriki nami kutoa mchango wa uongozi katika mkoa huu wa Arusha kwa takriban mwaka mmoja. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana, na thamani yako kwangu haiwezi kubadilika. Na umeweka alama katika maisha yangu na katika familia yangu na katika kizazi changu kwa kuniamini tena na kunipa nafasi ambayo leo najisikia fahari kusema asante kwako kwa imani kubwa ulionipatia na heshima ya kushiriki kutoa mchango wangu katika taifa letu. Jambo la tatu ni washukuru wana Arusha, kuanzia viongozi wangu wa kiroho, viongozi wangu wa kimila, wazee wa mkoa wa Arusha, wananchi wote pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa namna ambavyo wamenipa ushirikiano mkubwa sana katika kipindi cha mwaka mmoja. Haya yote ambayo tumeyafanya hakufanya mtu mmoja, tumefanya wote kama timu, na mafanikio haya ni mafanikio ya kila mwananchi wa mkoa wa Arusha, bila kujali chama, bila kujali kabila, bila kujali dini, kwa kuwa kazi hii haiwezi kufanikiwa bila kuwa na ushirikiano. Kwa nawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao wamenipa, nami natimiza mwaka mmoja nikiondoka ofisi ya mkuu wa mkoa kwa heshima kubwa, ni kutokana na kazi kubwa tulioifanya na mchango na ushiriki wao. Mwisho siko umuhimu, niwashukuru sana vyombo vya habari. Mmekuwa na sisi bega kwa bega. Kila wazo tulilolitoa katika mkoa wetu, kila namna tulivyoibua ubunifu tofauti, usingeweza kuwa na mafanikio bila kushikwa na vyombo vya habari.
vyombo vya habari vilishika, vikahamasisha jamii na jamii kaitika, na hatimaye Arusha tumebaki kuwa namba moja, si tu katika mijadala ya nchi, lakini pia kuonyesha utofauti wa namna ambavyo kazi ilivyofanyika katika mkoa wetu wa Arusha.